Mpo? Asanteni. Wapendwa ndugu zangu, tunaadhimisha Dominika ya 5 ya Pasaka. Na katika adhimisho hili, wapendwa, watoto wetu 54 wataimarishwa sakramenti ya kipaimara. Katika somo la kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume, tumesikia habari za jumuiya ile ya Kikristo ya mwanzo imeanza mafarakano, imeanza kutengana. Tukikumbuka vizuri, jumuiya ya mwanzo kabisa ya Kikristo walikuwa wakiishi pamoja kwa umoja, kwa ushirikiano, kwa upendo, wakishirikishana hata mali na vitu walivyokuwa navyo. Sasa idadi inavyoongezeka, imeanza kutokea misuguano katika jumuiya hiyo ya Kikristo, na mitume wale thenashara wanatoa wazo zuri na la msingi linalosaidia kuepusha hiyo misuguano. Wanachagua watu 7 ndio mashemasi wa mwanzo, wanakuwa na huduma ya mizani wakati wao wakiendelea na kuhubiri neno la Mungu. Wakristo wa mwanzo walitoka kwenye dini ya Kiyahudi. Tuelewe kwamba Uyahudi ni dini kama tulivyo Wakristo. Kwa hiyo walitoka kwenye dini ya Kiyahudi wakaingia kwenye Ukristo. Baadaye kanisa limekuwa, hata watu wasio wa dini ya Kiyahudi, watu waliokuwa wakiabudu miungu ya uongo wa kule Ugiriki, wanaingia kwenye Ukristo. Na inakuwa sasa kuna Wakristo waliotoka kwenye dini ya Kiyahudi na Wakristo waliotoka upande wa wanaongea Kigiriki. Ikatokea kwamba wajane wanaoongea Kiebrania waliotoka katika dini ya Kiyahudi wanapendelewa kwa mahitaji zaidi, wanapewa vitu vizuri na zaidi kuliko hao wengine waliotoka kwa upande wa Ugiriki. Inatokea mpasuko, mgawanyiko. Wanalalamika, kwa nini wenzetu wanapewa huduma nzuri kuliko sisi, na sote ni Wakristo? Ndio mitume wanasema tuchague watu ambao watasaidia kutenda kazi hiyo vizuri kwa haki. Katika somo hili, wapendwa ndugu zangu, naomba tafakari mambo yafuatayo. La kwanza, ubaguzi, matabaka katika kanisa, katika jamii. Kama kuna sumu mbaya katika jamii, katika taifa, katika kanisa, mojawapo ni hii ya ubaguzi, hii ya matabaka. Hiyo kwa sababu yoyote ile, kwa sababu za kikabila, kwa sababu za kipato, kwa sababu yoyote ile, kama kuna ubaguzi au matabaka, ni kitu kimoja kibaya sana, na kinabomoa ule umoja wa kanisa au wa taifa au wa jamii. Kinavunja na kinatengeneza makundi ambayo wanajiona sisi ni bora kuliko wengine na sisi ni dhaifu kuliko wengine.
popote tulipo, hatupaswi kuenenda hivyo. Tunapaswa kuwa na umoja, kwa sababu sisi sote tumekombolewa kwa damu ya mwana kondoo, damu ya mwana wa Mungu iliyotufanya wamoja. Wapendwa sana, tusishabikie wala tusitende kwa ubaguzi au kwa matabaka. Ni sumu na kansa moja mbaya sana, na mitume wanaona namna nzuri ya kumtatua kwa kuchagua hao watu ambao watasaidia kuua hicho kitu. Kumbe kama Wakristo tuchochee, tuimarishe umoja zaidi. Haijalishi mimi ni wa kabila gani, mimi ni wa rangi gani, mimi na kipato kiasi gani. Tudumishe na kuimarisha huo umoja, iwe wa kikanisa, wa kijamii au wa kitaifa. Wazo la pili katika somo hili la kwanza ni mgawanyo wa majukumu. Mitume wanatumia busara sana, kwa sababu wanakuwa na majukumu mengi mno na wanashindwa kuyatekeleza mengine kwa uzuri. Wanaamua kuchagua hao 7 wawasaidie, ili wenyewe waweke nguvu zaidi katika lililo la msingi. Wanachaguliwa hao kina Stefano na wenzake, wanaendelea na huduma hiyo ya mezani. Mitume wanaona kitu kinaitwa the power of delegation, kwamba tusing'ang'anie kutenda kila kitu sisi, hatutaweza au tutatenda kwa udogo, tutatenda hafifu, hatutatenda vizuri. Tugawanye majukumu. Na ndugu zangu, hii nguvu ya kukasimisha, nguvu ya kukasimisha, ya kuwapa wengine nafasi ni muhimu sana, hata katika maisha yetu ya siku, katika utendaji wetu, kwa sababu ukikasimisha majukumu, ukigawa majukumu kwa mwingine, kwanza unaonesha kumwamini, na yeye atafanya juhudi zote asikuangushe, alinde ule uaminifu. Lakini pili, unamjengea uwezo huyu mtu. Ukimpa jukumu la kusimamia kazi fulani, la kutenda kazi fulani, ataibua vipaji vyake, ataibua vile ambavyo usingompa hiyo nafasi asingevitenda. Lakini tatu, wewe unapata muda na nafasi kubwa zaidi ya kutekeleza majukumu machache vizuri. Ndio maana mitume wakawapa hiyo kazi hao vijana, wao wakabaki na kitu kimoja tu, kuhubiri neno la Mungu. Ndugu zangu, katika utendaji wetu popote, tusing'ang'anie majukumu mengi pamoja, tusing'ang'anie kila kazi sisi, tuwape nafasi na wengine watusaidie. Utakuta mtu anafanya kila kitu yeye, lakini kuna timu ya kuweza kumsaidia. Mwisho wa siku amechoka, hafanyi tena kwa ufanisi. Kwa hiyo katika utendaji wetu, maofisini, popote pale, tuwape watu nafasi watende. Jambo la tatu katika somo la kwanza ni Injili lazima isonge mbele katika hali zote. Kwa namna yoyote, Injili lazima ihubiriwe. Mitume wale 12 wanasema sio vyema sisi tukaacha kuhubiri neno la Mungu tukaingia kwenye huduma hii ya kijamii
ya kugawa chakula kwa wajane. Neno la Mungu ni msingi, neno la Mungu ni kipaumbele. Ndio maana wanaacha vyote, wanabaki na kazi moja tu ya kuhubiri neno la Mungu kwa ufanisi, na kweli wanafanikiwa. Kati ya mitume 12 hata leo injili imetufikia na sisi kwa kazi kubwa waliyofanya. Wamejipa nafasi wahubiri neno la Mungu. Ni kama vile walirudia yale maneno ya Paulo anaposema, ole wangu nisipoihubiri injili. Na sisi wapenda ndugu zangu, kila mmoja kwa nafasi yake ana nafasi, ana fursa ya kutangaza, kuhubiri na kupeleka injili ya Kristo kila sehemu. Mtindo wa maisha yako, kwa namna unavyotenda, kwa namna unavyonena, wewe uwe habari njema na upeleke habari njema kwa wengine. Somo la injili ni kama vile Kristo anaanza kuwaaga mitume wake, anawaambia, ninakwenda kuandalia makao, nitarudi kuwachukua ili mimi nilipo na ninyi mwepo. Baadaye maswali yanaibuka kwamba hatujui unakwenda, hatujui njia. Tomaso, Yesu anasema mimi ni njia, ukweli na uzima. Baadaye anauliza tena kuhusu Baba. Yesu anasema aliyeniona mimi ameona Baba. Katika somo hili jambo moja la msingi napenda kulikazia ni kwamba baada ya maisha haya hapa duniani, tuhakikishe tufanye juhudi zote tufike mbinguni kule alipo Kristo, na sisi siku moja tuwepo huko, tuwe pamoja naye, tuwe watakatifu, kwa sababu utakatifu ni mwaliko kwa kila mmoja. Utakatifu ni wito wa kila mmoja. Tujitahidi basi ndugu zangu, katika utendaji wetu, katika maisha yetu, tufe kifo chema, tuwe watakatifu. Kule alipotangulia Kristo kuandaa, tufike huko. Wapendwa, katika hasara yoyote kubwa ambayo unaweza kuipata katika maisha yako ni kupoteza roho yako, ni kuto kufika mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni hasara kubwa ambayo unaweza ukaifikiria kuliko hasara zote. Mungu ametuumba ili baada ya haya turudi kwake, turudi nyumbani. Tujitahidi basi siku moja takatifu. Napenda ndugu zangu, leo tunawaimarisha watoto wetu 54 kwa sakramenti hiyo ya kipaimara, na tunaombea katika adhimisho hili huo imara wa imani. Nikianza na ninyi wapendwa wasimamizi, najua mmeelekezwa, mmejiandaa kuwasimamia hawa watoto kiroho. Sasa pamoja na maelekezo na mengine aliyoandika kwenye kitabu cha Katekisimu, ninyi wasimamizi mna majukumu ya msingi matatu. Muyazingatie, muyaishi, muwasaidie hawa watoto wetu. La kwanza ni kuwaombea. Ninyi ni wazazi wa kiroho wa hawa watoto, wasimamizi wa kiroho wa hawa watoto. Muwaombee katika sala zenu, katika nia za misa, katika novena, katika rozari. Ukumbuke nina mtoto wa kiroho na umwombee.
ili katika makuzi yake awe imara katika roho, katika imani, asipotee, asikengeuke njiani. Unapewa leo dhamana ya roho ya huyu mtoto, na usipowajibika vizuri utaulizwa, utadaiwa na Mwenyezi Mungu, umetenda nini kwa ajili ya huyu mtoto? Umemsaidiaje kukua kiroho? Lakini pili, mna jukumu la kuwaonesha mfano mzuri wa maisha yenu. Maisha yenu yawe ni darasa, yawe ni funzo, yawe ni somo kwa hawa watoto. Msisitize asali, apokee sakramenti zingine zinazofuata, aende jumuiya, aje kanisani na kadhalika, kwa kumuonesha kwa mfano. Asione baba yangu au mama yangu yeye ni mgomvi tu, yeye ni mwenye matusi tu, yeye ni wa kupigana tu. Ajifunze kwa kukuona unavyotenda vizuri, avutiwe na aige mfano mwema wa maisha yako. Kumbe una wajibu wa kurekebisha, wa kunyoosha maisha yako yafuate mstari. Hata kama ulikuwa una ukengeufu fulani, jua una mtoto ambaye anakutazama, anataka kuona na kuiga mfano wako wa maisha. Kama uendi jumuiya, hauji kusali kanisani, utawezaje kumwambia huyu nenda kanisani, nenda jumuiya? Kumbe nitakiwa utende kwa vitendo ili iwe mfano mzuri. Hata unapomwambia mwanangu huyo unasali jumuiya, na wewe pia unashiriki. Tatu, mna jukumu la kuwasaidia na kuwashauri vyema katika mambo ya usuo roho zao. Mshauri vizuri, msaidie pale unapoweza. Wasiliana naye hata kama yuko mbali au uko mbali. Piga simu kwa mama, kwa baba, naomba kuongea na mwanangu wa kiroho, na mshauri vizuri. Maisha yanakupanda na kushuka, maisha yana changamoto nyingi. Uwe mshauri mzuri, usije ukamshauri siku moja mambo yamekuwa magumu, umeugua muda mrefu, hebu kajaribu kwa waganga wa kienyeji. Wewe ni mshauri wa hovyo kutoka kwa mzazi wa kiroho kwa mtoto wake wa kiroho. Mshauri vizuri na umsaidie katika makuzi ya kiroho. Najua mna kitabu kinaitwa Mwelekeo, si ndivyo ndugu zangu wazazi? Au hamna? Katika vitu ambavyo askofu ametuma ni kuulizia hicho pia. Kitabu hicho kina maelekezo, kina mwongozo wa mchungaji mkuu wa jimbo letu kwa sisi waamini wake katika nyanja zote za sakramenti za maisha ya Kikristo, vipo humo. Kwa hiyo sio tu kuwa nacho kwa sababu leo mtoto anapata kipaimara, na kukisoma pia kupata hayo maelekezo ya mchungaji mkuu wa jimbo letu, kuona kwamba anatuambia nini, tuenende namna gani. Kwa hiyo isije kuwa kwamba umenunua kwa sababu tu askofu atakagua, atauliza kama unacho au hauna. Lengo wanacho, lakini pili kukisoma na kufuata hayo ambayo tunaelekezwa. Kwa ninyi wanangu wapendwa, mtakaoimarishwa siku ya leo, leo ni siku yenu ya pekee, siku
maalum, siku yenu ya kupiga hatua moja mbele katika maisha ya kiroho. Ni siku ya kukumbukwa kwamba leo tarehe 3 mmekuwa askari hodari wa Bwana wetu Yesu Kristo, na mkaishi kwa uhodari huo, mkitetea imani hata kifo. Napenda nijiridhishe kama kweli mnaelewa mnachokwenda kupokea. Kuna sakramenti